Kenyatta nini unatafuta kwa hii serikali? Wewe ulishamaliza yako, ulishamaliza kumi bila break yako ambao ni wizi bila break. Sasa hivi unanusa mapua yako kwa hii serikali ya Kasongo. Si wewe pia ulimalizia vibaya? Ulianza vizuri na ukamalizia vibaya. Bei ya unga, bei ya mafuta, hali ya maisha ilikuwa juu. Wakati ulikuwa unamalizia uongozi wako, after vijana kuenda kwa maandamano, bei ya unga iende chini na hali ya maisha ikuwe mzuri. Ni hawa tumeona Atuoli ni tumbo kubwa, amesema ati Waluo wako kwa tutam kwa sababu yako ako kwa serikali anasikia vizuri na Waluo wanaumia, ati Waluo wako sawa. Wewe tumbo kubwa, nataka kukuambia hivi, hakuna Waluo wenye wako kwa serikali. Wewe ndio uko kwa serikali peke yako na hiyo matumbo yako kubwa. Ukikuja kwa ground, Waluo wamekonda kwa sababu ya hali ya maisha, na wewe uko hapo una represent tu matumbo yako, upiganie Luo community na unajiita ati wewe ndio mkubwa ya Waluo, ati wewe ndio unapigania Waluo. Mimi sijaona Mluo nimetembea kwa ground, hakuna Mluo ameniambia kwa serikali ama Mluo amenyako kwa tutam. So wewe na hiyo matumbo yako sijui nini unatuambia. Wewe endelea kutetea matumbo yako venye umezoea. 2027 ikifika utolewe hapo. Atuoli ni mkubwa wa wafanyikazi Kenya mzima, yeye ndio kotu president. Ukiangalia hapa Kenya, madada zetu wanaumizwa sana wakienda ng'ambo kufanya kazi. Wengine wanaambiwa walale na umbwa, walale na nyoka na vitu kama hizo. Mkubwa wa wafanyikazi ya Atuoli hawezi ongelelea, hawezi enda hata Saudi Arabia. Angalia wafanyikazi wanaendelea aje. Hata hizi ingia kwa ndege, angalia wafanyikazi before waende ng'ambo wako safe kweli na wanarudi safe kweli, na penye wanafanya kazi wako safe ama wanateswa. Hizo video angalia. Kazi yake kulala na wasichana wadogo, kunyandua majenzi. Hadi mimi sasa nimeogopa kukatia wasichana juu naweza katia mtu ambaye mzee mkubwa ameshalala naye. Hiyo itakuwa ni kama laana inanipata. Majenzi ukiangalia siku hizi wako na mimba karibu wote. Atuoli amewanyandua wote wako na mimba. Hiyo tu ndio maendeleo yenye mtu ndio kubwa anaweza fanya. Hakuna kitu kingine. Alafu hiyo ndio mtu ambayo utapata Waluo bado wanampigia makofi. Atuoli tutam. Naenda analala na watoto wenyu. Sasa hadi watoto unapata mtoto hajamaliza shule ako na mimba. Mkifuatilia huu ni kazi ya Atuoli. Mkienda kwa polisi hiyo kesi inarukishwa kwa sababu ni mwanasiasa na amepachika mtoto wa shule mimba. So nashangaa ni Mluo mgani anaweza kupigia kura. Na ndio viongozi ambao wanafanya Kenya badala ikae dalili ya kuwa Singapore inakuwa dalili ya Singapore. Kwa sababu kazi yenye anajua tu maana ni kukula pesa ya wafanyikazi na kupachika majenzi mimba. So sijui wafanyikazi nani atawahi wapigania kama huyu mkubwa wenu ako hapo tu anajifikiria na kulala na wasichana wadogo kama Gachagua. Mimi nashangaa sana hii Kenya. Wakati wamekuwa wakiumia wanaandamana, mshahara unachelewa, walipi, wananyanyaswa kwa kazi. Wafanyikazi wanafanya kazi wanahitaji overall. Kuna shortage of overall in Kenya. Vitu kama hizo ndio Atuoli nafaa ongelele. Aende kwa kampuni zote Kenya, amesho wafanyikazi wako na overall na wanafanya kazi vizuri. Hiyo haoni hiyo kazi. Ni kusema Waluo tuko tutam, tuko kwa serikali ya matumbo yako. Tumia akili yako kama mzee. Unajua mimi nikiona wazee na wanajuanga ni mtu anaweza nipea advice, lakini nikiona Atuoli naona tumbo kubwa, naona mtu anakula shares ya wafanyikazi, naona mtu mwenye analala na wasichana wadogo. Akishachoka anawaachia Gachagua. Juu Gachagua pia alikuwa na kesi ya kunyandua msichana mdogo na akamuua. So wanashindana na Atuoli. Hiyo ndio kitu ambacho tumeona wazee wako kwa hii serikali wanaweza fanya. So nashangaa nani ataipanga leo kupigia mtu tumbo kubwa kura. Wewe Atuoli wewe ni one term. Na sijui kwa nini kwa hiyo kitu wewe ndio uko hapo. Tangu siasa ya Kenya ianze hii kitu ya kotu haijaibadilishwa mtu. Kwani hii Atuoli
Kwani atuoni ni nani huyu jamaa? Kwani yendo kusema nini? Hiyo kitu itolewe na mtu mwingine apatiwe, mtu ambaye atajali kuhusu Waluhya, mtu ambaye atafanya kazi yake venye inapaswa, na mtu ambaye atajali kuhusu wafanyikazi Kenya. Ukiangalia Wakenya bado wakienda kupanda ndege, wakienda kazi za ng'ambo wanakoliwa. Tukianza na huyu conman wa kwanza Alfred Mutua, juzi tu alikuwa nakula pesa ya Wakenya ambao wanaenda kazi ng'ambo, kwa sababu tunajua hiyo connection hawaendaji bure. Vitu kama hizo hatuoni, angali which means hatuoni yeye pia ako kwa hiyo mrengo wa kukula pesa ya wafanyikazi hapa Kenya na kukula pesa ya Wakenya ambao wanapaswa kuenda kazi ng'ambo. Hatuoni nitakutoa kwa hiyo kidi na mtu mwingine ingia hapo bwana. Hatutaki ujinga this time round. Alafu maneno ya pili, nimeona Uhuru Kenyatta ameanza kunusa kwa Uhuru Kenyatta, nini unatafuta kwa hii serikali? Wewe ulishamaliza yako, ulishamaliza kumi bila break yako ambao ni wizi bila break. Sasa hivi unanusa mapua yako kwa hii serikali ya Kasongo. Si wewe pia ulimalizia vibaya? Ulianza vizuri na ukamalizia vibaya. Bei ya unga, bei ya mafuta, hali ya maisha ilikuwa juu wakati ulikuwa unamalizia uongozi wako. After vijana kuenda kwa maandamano, bei ya unga iende chini na hali ya maisha ikuwe mzuri, vijana waliuliwa. Hiyo bado ni kwa sababu ya Uhuru Kenyatta. Alitoka kwa government ikiwa ameshaharibu, ikiwa ameshapora vitu. Sasa hii unataka kunusa tena kwa hii serikali. Mwanda Kasongo akikasirika anatishia bibi yako. Unaona sasa hivi yenye jamaa amemwona kama hii Muchwa, tunaitanga na alien. Jamaa amemwona kama Muchwa kwa sababu ya kukula pesa ambayo inapaswa kusaidia watu wa mlima. Uhuru Kenyatta nataka kukuambia hivi, wewe serikali yako ilishaisha. Tuachie serikali sisi wenye tuko kwa ground tudili naye, tuiambie ukweli. Na ukiendelea na hiyo mchezo wako ndio kwa maana unaona bibi yako anakureteniwa ovyo kwa sababu umekataa ku mind your own business. Sijui nini unataka kwa hii serikali. Wewe shughulika na familia yako. Tamu yako ilishafika na ikaisha, na ukawacha uongozi ukiwa mbaya. Na ukiendelea na hii tabia itabidi umewekwa jela. Wewe utakuwa president wa kwanza hii Kenya kuoja ndani. Na hatutaki tukufikishe kwa hiyo limit. Serikali yako ilikuwa at least, lakini ulimaliza vibaya. So mtulie, usiendelee kuharibu jina yako. Kwa majina ni hawa. Sawa, asante. Hapo umechapa.